kijana au vijana watakaoandika suluhu ya changamoto zinazotukabili, na tukakubaliana katika jopo kwamba vijana hawa anaweza kuwa ni mmoja ama ameungana na wenzake wawili, wakaandika kitu chenye kuleta jawabu ya changamoto. Mimi waziri wa ujenzi nimetenga shilingi milioni 10 kwa vijana watakaoandika vizuri, watatu wale wa mwanzo. Waziri wa ujenzi Abdalla Ulega ametoa ahadi kwa mtu ambaye atafanikisha kupunguza au kuondoa foleni katika jiji la Dar es Salaam kwamba atamzawadia zawadi nono ya shilingi milioni 10, na alitoa hayo kwa wanafunzi pamoja na wahandisi. Sasa Ayo TV tumemtafuta Mdasa. Huyu ni mwanasheria lakini pia ni mtafiti ambaye yeye amefanya tafiti na kugundua chanzo cha foleni katika jiji la Dar es Salaam. Anaelezea ni kwa namna gani kuna uwezekano wa kumaliza tatizo la foleni kabisa katika jiji hili la Dar es Salaam. Ongelea sana kuhusiana na ishu ya foleni ambayo Mheshimiwa Waziri ametangaza donge nono kwa mtu ambaye ataleta suluhisho. Labda kwa wewe kwa utafiti wako, unahisi tatizo la foleni kwa Dar es Salaam shida ni nini au tatizo liko wapi? Tatizo la foleni kwa Dar es Salaam limechukuliwa kwa dhana ya kwamba magari labda ni mengi, lakini kiuhalisia shida ipo kwamba foleni zetu zinatokana na kwamba wingi wa magari yanaelekea sehemu moja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tukichukua picha hiyo tutapata kutambua kwamba shida yetu ipo kwenye vyanzo zaidi ya kimoja ambavyo vinasababisha kuwepo kwa foleni katika jiji la Dar es Salaam. Ukichukulia kwamba kuna shughuli nyingi zinafanyika upande mmoja na watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mbali na makazi yao, kwamba zilipo shughuli za kikazi na makazi ya watu yako sehemu mbili tofauti. Kwa kuna hiyo movement, asubuhi watu wanaelekea sehemu moja na jioni kwa wingi wanarudi katika eneo moja. Kwa hiyo hili jambo linasababisha foleni kwa sababu kuna masaa ambayo hatuna foleni. Ingawa kuna vitu ambavyo vinachangia zaidi uwepo wa foleni kwa hivi sasa. Ukizingatia swala kama la bandari kavu. Bandari kavu hata katika sheria inatakiwa ikae mbali na jiji. Yaani shughuli za bandari kavu ziwepo takriban kilomita 50 nje ya mji ama nje ya bandari. Sasa kinachotokea kwetu, tuna bandari kavu zimejaa kwenye utitiri, na sehemu ambazo bandari kavu zipo na shughuli zake zinavyofanyika kwa kutumia maroli na sio treni. Yaani kutoka kwenye ICD kwenda bandarini na kutoka bandarini kwenda kwenye ICD wanategemea maroli na badala ya treni. Na hizo sehemu ndio njia kuu za kwenda kwenye makazi ya watu, na shughuli nyingi za katikati ya jiji zinategemea njia hizo ambazo zinatumiwa na ICD. Kwa hiyo unakuta kwamba foleni zetu ni za kutengenezwa na mfumo ambao umeshindwa kuangalia kwa kina chanzo cha foleni nini. Badala yake tumejenga dhana kwamba labda magari ni mengi na labda njia ni finyu, jambo ambalo sio kweli. Hata kama tukifanya barabara zikawa 3 au 4, bado shida ya foleni itaendelea kuwepo. Kwa sababu tusipoweza kuangalia viini, tukaangalia tu sababu za juu, tutaendelea kuimba wimbo huo miaka na miaka. Badala ya kupunguza tatizo, tutaendelea kuliweka tatizo kwa sehemu ya maisha yetu. Na labda wewe kwa tafiti yako ambao umefanya ya haraka ni maeneo gani hasa umeangalia? Tumeangalia kwa ujumla vyanzo vya matatizo. Ndio kama nilivyosema awali. Kuanzia kwenye makazi. Nikikupa mfano mzuri utaona makazi yaliyokuwepo katikati ya jiji, sehemu kubwa yanamilikiwa na National Housing, shirika la nyumba ya serikali. Watumishi wengi wanaofanya shughuli zao katikati ya jiji hawakai katikati ya jiji. Unanipata vizuri? Tukianza kuangalia kuanzia tu hata vyuo. Tuna vyuo, wanafunzi wanaosoma IFM, CBE na vyuo vingine viko katikati ya jiji. Wengi wao wanakaa wapi? Kuna mtu anakaa Kigamboni katikati ya jiji, kuna majengo ya serikali ambayo yangeweza kufanya accommodation nzuri ambayo watu wangeweza kuishi mule. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi anayesoma katikati ya jiji hana hostel za kutosha, anakaa nje ya jiji. Kwa hiyo anabidi atoke alipo kuelekea chuoni. Unakuta una daktari ambaye anafanya kazi Muhimbili
pale Upanga zipo nyumba za serikali ambapo serikali ingeweza kuweka zile nyumba kwa manufaa ya watumishi kama hao. Badala yake unamkuta mtu huyu ambaye anafanya kazi Muhimbili, yeye anaishi nje ya jiji, kwamba asubuhi lazima atoke anapotoka kuja kazini na jioni atoke kazini arudi nyumbani. Unao askari ambao wanafanya kazi mfano zimamoto, hawaishi pale karibu na sehemu zao za kazi. Unaweza toka jiuliza labda hata moto ukitokea ghafla unaweza kuwatoa wapi majira ambayo ni tofauti. Kwa hiyo tofauti yetu ni kuangalia vile viini, ambapo ukiona kitu kama hicho ambao nakueleza kwamba ukiweka haya makazi yakawa katikati ya jiji, yani mtu anafanya shughuli karibu na sehemu ambayo unarahisisha hilo zoezi la kusema kwamba kuna movement ya lazima, lakini kuna vitu vya kilazima ambavyo ni kama bandari kavu. Tumeona sehemu ambapo ilikuwa zamani ofisi za mwendokasi, leo hii tumeweka makontena ambayo yanabebwa na maroli, yanapelekwa kila kukicha. Njia hizo ambazo zinapita hizo kontena, usafiri wa kawaida mtu hawezi kufika anapoenda. Mind you, likiharibika hata roli moja peke yake, hiyo njia haiwezi kupitika tena kwa urahisi, na kinachosababisha foleni ni vitu kama hivyo. Na labda suluhisho la haraka la kuweza kupunguza foleni katika jiji la Dar es Salaam unahisi ni nini? Nadhani hapahitaji rocket science kwenye kumaliza foleni ya Dar es Salaam. Ni jambo jepesi sana, kwa sababu ni kitu ambacho kishaanza kufanywa kazi miaka mingi sana, na kishatumia kodi za wananchi zaidi ya bilioni 89 za Kitanzania. Kwa serikali hii yetu imeshajenga bandari kavu ambayo ipo Kwala kule Vigwaza, takriban kilomita zaidi ya 80 kutoka bandari ilipo Dar es Salaam. Na bandari kavu ya Kwala ina accommodate makontena yote ambayo yamewekwa kwenye hifadhi ya Dar es Salaam, kwa sababu kwa tafiti ambazo tumefanya kuna takriban kama kontena 60,000 kitu Tanzania. Kwa hiyo bandari kavu ya Kwala inaweza kumeza hizi ICD zote ambazo zipo Dar es Salaam. Na piga picha tu ya mara moja, iwapo maroli hayaingii katikati ya jiji sasa hivi, kama kutakuwa na foleni ya namna hiyo. Iwapo serikali itaamua kweli kufanya matumizi ya makazi kwa ajili ya watumishi wake, yani karani wa mahakama apate nyumba pale National Housing. Unanipata vizuri? Kwa sababu kuna kitu gani bora zaidi ya mtumishi wako kuishi maisha mazuri? Kwa hiyo serikali ijenge makazi. Priority ya kwanza ya makazi katikati ya jiji yawe ni watumishi, watu wanaofanya shughuli zao katikati ya jiji, wafanya biashara pia, kwamba vigezo hata vya kupangisha mule una shughuli gani katikati ya jiji. Umeona? Kwa sababu kuna vitu havihitaji ufundi wa maneno mengi, havihitaji, ni vitendo. Ukiondoa leo bandari kavu, kwa sababu Kwala tayari imeshakamilika, na ukipeleka bandari kavu Kwala unakuza uchumi hata wa nchi, kwa sababu unazalisha mji mwingine mkubwa ambao utakuwa na watu wanafanya shughuli mbalimbali. Ukiachana tu na kwamba umeondoa foleni, lakini unakuza uchumi. Mapendekezo yako ya kuhusu kupunguza na au kuondoa foleni kabisa katika jiji la Dar es Salaam, ulishawahi kujaribu kuwasilisha labda TANROADS au ofisi ya mkuu wa mkoa, na kama ndio basi majibu yalikuwa ni yapi? Nimefanya tafiti mbalimbali. Kuna vitu ambavyo tulishavifanya awali kidogo vikawa vinavunja moyo, kwa sababu nadhani mambo mengine yamekaa kisiasa zaidi kuliko uhalisia. Tumefanya taratibu mbalimbali za kuwasilisha maandiko yetu, na ndio maana umeona badala ya kufanya maandiko tu ya kawaida tumefikia hatua ya kutengeneza video ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Ukiachana na tafiti hizi za matatizo ya foleni na mengine, mimi nimewahi kufanya tafiti ya kubadilisha tozo la motor vehicle license fee kuja kwenye mafuta, ambayo serikali ilibadilisha. Hiyo ilikuwa research yangu ya chuo kikuu, ambayo ndio ilipelekea sheria ikabadilishwa kuondoa motor vehicle license ili kulipa kila mwaka, kwamba kila mwaka lazima ulipe kutokana na CC za gari, kuja kwenye sheria ambayo ikapelekea bungeni kubadilishwa. Hiyo nilipitch mwenyewe kupeleka kwa waziri, kipindi hicho waziri hajateuliwa, lakini wizarani kulikuwa na katibu na watu wengine na viongozi mbalimbali, nao namba zao ambao niliwatumia, ambao ikawa hoja na mjadala ambao ukapelekea hiyo. Na receipt ya kile ninachokueleza. Na nilifanyia video pia ili wafikie jamii, kwa sababu wakati mwingine kwa mtu mmoja mmoja vitu vinaweza visiende, lakini vitu vingine vinaweza vika kama political mileage. Kwa hiyo hizo ndo changamoto ambazo tunazo kwenye jamii yetu.
Hili la foleni limewafikia? La foleni lipo na tumelifanya muda mrefu. In fact nao video nimeifanya miaka 9 iliyopita. Nitakutumia utaiona pia. Lakini ipo hata hii ambayo tumeifanya hivi karibuni ambayo inaelezea sasa tatizo la foleni limekuwepo miaka mingi. Sio kwamba limeanza jana majuzi. Ila foleni zimeongezeka zaidi. Kipindi kile hatukuwa tunalia sana na mambo ya ICD kama ilivyo hivi sasa. Hivi sasa tunavyoongea ni kwamba hii njia yote tunaongea Mandela Road imejaa maroli ambayo wakati mwingine unaweza ukajiuliza ni kitu gani kinaendelea, kwa sababu yanaweza kupaki kwenye barabara yenyewe ya lami na yakaacha upande mmoja barabara itumike. Yaani barabara ya njia mbili, roli zikasimama sio kwa dakika 2, kwa siku nzima watu wakatumia barabara upande mmoja na pasiwe na hatua yote imechukuliwa. Inakupa mashaka kidogo. Lakini mbali na hapo, nikisikiliza hotuba ya waziri anavyosema kwamba rais amemwagiza aende akafuatilie kwa nini kila mwaka anatoa hela nyingi za kujenga mabarabara na kurekebisha mabarabara na bado foleni zipo na matatizo yako pale pale. Sasa hilo la kwa nini lina majibu ambayo ni mapana sana. Nikikupa mfano mmoja, TANROADS kutoka hapa nilipo, TANROADS ipo karibu sana. Ukienda pale TANROADS nakupa hiyo assignment na cameraman. Ukitoka hapa TANROADS iko hapo barabarani. Pale TANROADS pembeni yake kuna bango limeandikwa ukiegesha gari faini ni shilingi 500 au vyote kwa pamoja, yani kifungo cha jela na faini 500. Lakini kwenye hilo bango lilipokaa pembeni yake kuna roli zinapaki. Sasa ziangalie hizo roli leo na uje mwezi ujao utazikuta zimepaki. Na sio hapo, nimekwambia ni kutoka Mandela Road mwanzo mpaka unaenda Kurasini bandarini.